maguu yake machafu kimwangalia, lakini ana cheo mbele ya Allah kiasi kuwa lau aqsama ala Allah la abarra, akimwapia Mwenyezi Mungu, ya Allah mimi nakuapia unifanyie hivi, wallahi utanifanyia, Allah atamwitikia, mja wangu umeniapia nitakufanyia. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ndani ya msikiti awafundisha masahaba, aliingia mmoja akamwambia, huyu nani? Fulani ibn fulani. Hebu niambie, huyu jamii Madina mnamchukulia vipi? Ambao ni katika watu wanaoheshimika, katika watu ambao akisema yosikika, katika watu ambao akipeleka posa mahali yataka binti wa mtu harudishwi. Ni mtu ambaye akija kumtetea mtu fulani, bwana msimameni naye, watu watasimama naye kwa neno lake. Rasul akasema, ni hivyo ndo mmemfanya huyu hivi ndo mnavyomuona hivi ndo mlivyomchukulia hivi ndo alivyo kwenu? Akaambia naam. Baada ya muda akapita mwingine, mtu wa kawaida wa Kiislamu, akaambia, na huyu mmchukulia vipi? Ambia, Rasul katika maskini wa Madina akipeleka posa hatakubaliwa huyo. Ni hivyo na akisema watu hawatilii maneno yake kwa uzito. Ar-Rasul akamwambia, wallahi huyu mmoja ana thamani mbele ya Allah kuliko huyu wa kwanza, idadi ya watu waliojaa duniani. Leo duniani tuko watu wangapi? 8 billion. 8 billion of this, and one of this, huyu one ana thamani kuliko 8 billion hawa. Wacha mmoja mbele macho ya Allah. Kwa hivyo sisi kama waumini tupime mambo kwa macho ya Mwenyezi Mungu. Mthamini mtu ikiwa amethaminiwa na Mwenyezi Mungu, na kama mtu Mwenyezi Mungu amemweka chini, basi wewe usimnyanyue. Kivipi? Wamthamini mtu kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya umaarufu, lakini yaweza kuwa hana thamani mbele ya Allah. Hasa wewe jiulize, mtu anayekuja kwako wamthamini kwa msingi gani? Kwa msingi aliyoweka Mwenyezi Mungu? Wasbir nafsaka ma'al